Jamani, huyu dada anasema alikuwa house girl, alienda kufanya kazi kwa mtu. Huyo mtu ni mtu tu maarufu, na katika hiyo familia alivyoenda kufanya kazi alikuja kugundua kwamba huyu baba anatembea na mtoto wake wa kumzaa. Mtoto wake kabisa, ni damu wa kumzaa. Anakuambia alipofika katika hii familia, kwanza alikuta kuna vitu vya ajabu ambavyo vinaendelea huko ndani, ambavyo kwake yeye, kwa sababu yeye katokea mazingira ya kijijini, au tuseme yani nature yake hakuwa na amezoea vitu kama hivyo. Watoto wanavaa night dress nyumbani, watoto wa kike, kwa sababu anakuambia familia na watoto wa kike peke yake wanavaa night dress, like vile vinguo ambavyo vinaonyesha kabisa, yani inaonyesha bikini, inaonyesha vinyonyo vinakuwa vimeonekana, na ni watoto wadogo ambao wanachipukia, kwa hiyo vinyonyo vyao bado vimesimama, yani hivi vya kwangu vyenyewe havijasimama vizuri. Na wanavaa na wako na mama yao, na mama yao naye anavaa hivyo hivyo, na hawana shida. Baba anatembea na kiboxer ndani, hawana shida. Yani anakuambia siku ya kwanza, yani usiku alivyoona wamevaa hivyo akawa anashangaa, mpaka mama akamfuata akamwambia, "Hey binti, mbona unashangaa? Haya ndio mambo ya kitajiri. Ukija kwenye familia za kitajiri usio na shangaa vitu kama hivyo." So chumba cha huyu baba kiko juu upstairs. Chumba cha baba na mama kipo juu. Chumba cha watoto, kila mtoto ana chumba chake, kipo chini. Alafu chumba cha huyu dada kipo jikoni, kiko karibu na jikoni na stone. Anakuambia siku hiyo usiku akawa, kwa sababu kuna muda umeme ulikuwa umekatika, kwa hiyo akawa amezima fridge kwa sababu alikuwa anataka alioshe nini, kwa hiyo in case umeme ungerudi alikuwa anataka yani aoshe hivyo. So usiku akawa anafikiria, yani anajaribu kukumbuka kama aliwasha tena lile friji baada ya kumaliza kuosha, like akawa akumbuki. So akawa ametoka ameenda jikoni kwenda kuangalia friji. Alipopita sebleni, akachungulia sebleni, akaona kuna sahani ambayo ilikuwa imeachwa hapo sebleni, like walikuwa wanakula popcorn, akasema ngoja aende akaichukua. Alipoenda kuichukua akasikia miguno kwenye chumba cha binti yao mkubwa. Akawa anajiuliza, like huyu binti ameingiza mwanaume inakuaje, kwa sababu kuna walinzi. Kwanza mpaka wengine huko ndani si mchezo. Kuna walinzi, kuna like hakuna namna ambavyo mwanaume atakuwa ameingia huko ndani. Unless labda wao anajulikana, yani labda wa familia yao inajua na inajua kwamba kuna mtu kaingia huko ndani. Akaenda akawa anasikilizia. Lakini anakuambia kusikilizia, yani aliposikia hizo sauti mbili za watu wawili wakiwa wanaongea, akasikia sauti ya baba mwenye nyumba na sauti ya huyo binti. Trust me, akasikia sauti ya baba mwenye nyumba na huyo binti. Alichokifanya hakuamini macho yake, akasema ngoja nikajificha. Akaenda akajificha sehemu kwenye kona ya dining, akasubiri anaangalia. Na baada kama nusu saa, kweli baba mwenye nyumba akawa ametoka kwenye ile chumba, akawa ameenda amerudi chumbani kwake juu. Anakuambia rudi chumbani, alienda alichoka. Alikaa akasikitika. Kesho yake asubuhi akaenda akamuuliza yule mama. Akawa anajiuliza, yani akawa anajiuliza kama huyu baba ni babake mzazi au labda ni kuna kitu cha like akawa anamuuliza yule mama, hivi mama, huyu binti yako mkubwa ni babake ni huyu? Mama akang'aka, akasirika. Kwa nini unaniuliza hivyo? Unataka kuniambia kwamba mimi malaya? Mimi niliolewa na mume wangu bikra. Mume wangu alikuja kunitoa msichana wangu. Nataka kuniulizaje kama huyu si babake mzazi? Unanionaje au umemuonaje? Ndio anakuambia binti akachoka zaidi. Kumbe ni babake mzazi. Na anampachua. Siku hiyo akawa amekaa amechoka, na kuambia kuanzia siku hiyo jinsi alivyokuwa anamwangalia yule baba na jinsi alivyokuwa anamwangalia yule mama na jinsi alivyokuwa anamwangalia yule mtoto, yani ilibadilika kabisa. Ndio akawa anasema sasa, kwa juzi labda inawezekana kwa sababu jinsi watoto wanavyovaa hivyo ndio baba akawatamani. Kuna vitu vingi sana, labda ni vitu vya kichawi, vya kishirikina, I don't understand. Huyu binti anakuambia siku hiyo wakati wamekaa like sebleni usiku, yeye huwa anatabia akishafanya kazi zake aenda kulala mapema, kwa sababu anatakiwa amke asubuhi. Kuna mabinti wawili mapacha, anatakiwa amke asubuhi aenda akaandae mabinti. Nataja hizo details wasia kumtafuta mtoto wa watu. Kuna mabinti wawili wadogo, kwa hiyo huwa analaga mapema kwa sababu wale mabinti wanamkaga saa 10:30, wanamkaga saa 10:30 kwa ajili ya kuwapikia breakfast nini, kuandaa aende shule na kuandaa breakfast ya familia. So siku hiyo akawa kuna kipindi akawa amekiona kwenye simu, akawa anasema ngoja akae na familia angalie.
Anakwambia siku wakati wamekaa wanaangalia TV, akamwona binti kainuka kaenda chumbani kwake. Baada kama dakika 10 baki akainuka naye akawa ameenda chumbani kwake. Na mama yupo, mama mwenye nyumba yupo, na akawa ameona na akageuka kabisa akaona kwamba baba kaenda chumbani. Na wakakaa huko zaidi ya lisaa, wakatoka wakaonekana kila mtu anaonekana yuko fresh, katoka kaoga yuko fresh, binti ka change pajama like fresh, na yule baba akaenda chumbani akaenda ka change boxers ni kibuza alichokuwa amekivaa, akarudi sebleni, wakawa wamekaa kama kuna kinachoendelea, na mama akiwa anaona tena akawa anacheka, jamani nyie hamnaga uvumilivu. Huyu binti anakuambia from there alichoka, akasema yani alikuwa anatamani kuongea lakini hana wa kuongea naye, anatamani kuuliza hana wa kuuliza, kwa sababu kama mama anajua kwamba huyu binti ni binti yake, na anajua kwamba huyu binti anajua kwamba mume wake ambaye ni baba wa huyu binti anatembea na binti yake, ni uchawi, ni huyu binti aliacha kazi. Huyu binti anakuambia yeye alikaa kawaza, uvumilivu kamshinda, akaamua aache kazi. Kwa hiyo kaacha kazi, akaenda akatafuta kazi nyingine sehemu nyingine kabisa. Yeye akasema sitaki tena kuendelea kufanya kazi kwenye majumba ya watu kwa sababu sitaki kuangalia hizo laana. Akawa ameondoka. Na hiyo siku anayeondoka aliulizwa kabisa, kwa nini unaondoka, mbona unaondoka, hatujakukosea, hatujakusana chochote. Na anakuambia kusema kweli humo ndani wanakula anachokula, kila kitu wanafanya, hakuna kitu chochote, hawana tofauti yoyote, hawana kasoro yoyote, ila tu shida ya hicho kitu kilichokuwa kinaendelea humo ndani. Na alivyokuwa anaondoka anakuambia huyu baba akamuita, wakamkaisha pamoja, wakampa kititi cha milioni 1, wakamwambia ulichokiona, kama kuna kitu chochote cha ajabu umekiona humo ndani, ukiache humo ndani, hakitakiwi kutoka huko nje. Akaondoka. Ndio amekuja ameniambia, Dalizi, hichi kitu nimekaa nacho rohoni, roho inaniuma, roho inanisuta, yani najiuliza mpaka leo ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea huko ndani. Ni labda kwa sababu wana mali, labda ni masharti ya mganga, au ni masuala ya Freemason, au ni mimi mwenyewe sielewi. Kama hata kuna mtu basi hata anaelewa anieleweshe, maana mimi mwenyewe sielewi. Nimesikiza history mpaka nimechoka. Unaelewa vizuri, nimesikiza history mpaka nimechoka. Na anakuambia siku ile alipokuwa anatoka, kwa sababu alijua walipomuita, alijua labda wanataka wamtishia au nini, alirecord. Kwa hiyo amenitumia na voice record ya hilo jambo wakiwa wanaongea wanamwambia hivyo, nikasikiliza. Ndio hivyo wananitumiaga viewers, hawataki wenyewe ni post ushahidi wao. So ni nini unahisi kinaendelea? Ni nini ambacho unahisi yani kinaendelea kwenye wimbo?